Wiki habari kubwa ni moto ambao umezuka huko nchini Marekani katika senti ya Los Angeles. Moto mkubwa ambao umezuka umeweza kusababisha madhara kibao ikiwemo kupotezwa, naweza tukaita kwamba nyumba za wajukuu au hadithi ya moyo wa mwaka 2025 kama kisanga hiki ambavyo jinsi kilivyoelezewa katika magazeti ya uko nchini Marekani ikiwemo USA Today. Sasa moto mkubwa ambao unaendelea kuteketeza maeneo kama Los Angeles umesababisha madhara makubwa ikiwa ni pamoja na kupotea kwa nyumba za watu maarufu na kusitishwa kwa matukio maalumu na ya muhimu ya kiburudani. Tukumbuke kwamba takriban nyumba 1900 zimeweza kuteketea. Lakini pia mamia ya familia wamepoteza nyumba zao wakiwemo watu maarufu kama Billy Cyrus, Moru na Paris Hilton. Mchekeshaji huyu umeteketeza nyumba za washiriki wa michezo ya kuigiza, nikimaanisha waigizaji, wasanii. Mfano, kuna taarifa hapa ya majonzi kabisa ambayo imemhusisha mchekeshaji huyu maarufu Billy Cyrus, yeye pamoja na mke wake Janice wamepoteza nyumba yao ambayo ina zaidi ya miaka 45 katika mtaa wa Pacific Palisades. Katika taarifa yao, Cyrus amesema walifanya nyumba yao kuwa ya miaka mingi na wana majonzi makubwa, lakini pia wana imani watasimama tena kwa msaada wa familia za marafiki. Lakini pia mwimbaji na mwigizaji maarufu Mandy Moore alikiri kuwa naye aliishi katika mshangao wa maumivu baada ya kupoteza nyumba yake katika mtaa wa Ritadena, kilomita 48 kutoka Pacific Palisades. Alisema pia nyumba yake imeharibiwa na shule ya watoto wake pia imepotea, na hata migahawa ambayo walikuwa wanapenda kujivunia imejaa majivu. Namnukuu, anasema jamii yetu iko tayari kujenga tena kutoka kwa mipango hii, kutoka kwa mapileta mchango mkubwa katika kuweka maeneo haya kama urisi wa kihistoria. Lakini pia majirani wanasema moto umeacha majonzi na huzuni kwa wengi, huku jamii ya Los Angeles ikiungana kwa mshikamano, maelfu ya wakazi wakihamishwa kutoka kwenye nyumba zao wakiwa na wasiwasi mkubwa kupoteza mali wakiwemo magari, hoteli na mali zingine nyingi. Wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu nyumba zao ambazo zimesalimika ama zimeharibiwa na moto. Wengi wanatamani kurejea katika makazi yao, lakini bado wanasubiri taarifa rasmi kuhusu hatima ya nyumba zao. Moto huu wa Los Angeles umeleta maafa makubwa na athari zake zimetanda kwa upana, pamoja na kupotea kwa nyumba za watu maarufu. Miji mingi ya Los Angeles imeshuhudia uharibifu mkubwa wa kihistoria. Hata hivyo, msimamo wa jamii ya Los Angeles ni thabiti. Watu maarufu na wanajamii kwa ujumla wanajitolea kwa kiasi kikubwa ili kusaidia wale walioathirika kwa kutafuta suluhu kwa mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa maeneo ya makazi. Wakati huu wa majaribu, moyo wa mshikamano na msaada kutoka kwa jamii unatoa matumaini. Ni wazi kuwa Los Angeles itajengwa upya kutokana na maafa haya makubwa. Sasa tunaweza tukajiuliza mimi na wewe kwamba hii ni adhabu ya Mungu kwa Los Angeles ama kwa taifa la Marekani, kwa sababu tunafahamu kwamba Marekani ina mifumo mingi na mizuri sana katika swala la usalama kwenye sekta yoyote ile, iwe ni kwenye swala la anga, iwe ni kwenye swala la majini, iwe ni kwenye swala la nchi kavu kama hili lilotokea. Lakini kwa nini haya yametokea na yanatufundisha nini sisi ambao tuko hapa, mimi na wewe? Mimi ninadhani kwamba haya yanatufundisha kwamba tumrudie Mwenyezi Mungu na tumkiri kwamba yeye ndiye mfalme na kiongozi wetu. Kuna profesa moja nitakuwekea ambayo ni mama mmoja Kimarekani alikuwa akihubiri hivi karibuni. Alikuwa akihubiri tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2025 akisema kwamba Los Angeles pamoja na Marekani nzima, badilikeni tumrudie Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna adhabu ambayo inakuja kutokana na mambo ambayo yanaendelea.
mtindo mchafu wa kimaisha, ushoga na vitu kibao. Akawa anaongea usagaji, akaongea vitu vingine vingi sana. Sasa tushangae baada ya siku 3, yani tarehe 7, maana kutoka tarehe 4 mpaka tarehe 7 likawa limetokea tukio kama hili. Basi niandikie kwenye comment hapo nini maoni yako katika ile ambalo limetokea Los Angeles.